ya historia tu. Tena nikiandika nikiwa Donholm, Nairobi. Niliandika sikukitoa, niliandika Mwalimu Nyerere alisahau kuwakomboa wa Tanzania kutoka katika utumwa wa kiakili. Kitabu hichi kwa kinazungumzia kwa nini tulipata uhuru lakini uhuru wa kiakili bado, yani wasomi wa Tanzania uhuru wa kiakili, hicho nilikiandika. Kwa hiyo niliandika kutokana na mazingira ya maisha wa Tanzania, wasomi wa Tanzania, nikaandika kitabu hicho. Na ningependa kufahamu ni huduma zipi unazozitoa? Mimi nipo kwenye masuala hasa ya HIV, ndio nimebobea kwa asilimia zaidi ya 100. Lakini namsaidia mtu wa kansa, namsaidia mtu wa sukari, namsaidia mtu wa figo, mambo ya moyo. Na unapozungumzia HIV unazungumzia vitu vingi, kwa sababu ukosefu wa kinga unaleta mambo mengi mwilini. Kwa hiyo lazima ujue vitu vingi na uvifuatilie kwa kina, kwa sababu vinaleta changamoto kwa mtu mwenye anaoishi na VVU. Yeah. Na ni aina gani ya magonjwa au matatizo ya kiafya ambayo unatibu mara nyingi zaidi? Hilo swali ambalo nimeuliza. Mimi niko hasa kwenye masuala ya VVU. VVU ni ukosefu wa kinga. Sawa. Mwili unapokuwa hauna kinga, unaweza kupata homa za mara kwa mara, unaweza kupata infection, unaweza kupata mambo mengi. Haya si HIV, yanakuja baada ya ukosefu wa kinga kuwa. Kwa unapoimarisha kinga, maana yake unamuondolea mtu yale yote ambayo yalikuwa yanamkwaza na kumpata hafifu ya afya yake. Kwa hiyo inakuwa ni vitu, yani unaposema unatibu nini, maana unapoimarisha kinga ndio unaondoa yale yote ambayo yanamzonga mtu. Kwa sababu hata sukari ni kinga. Sukari inaondoa kinga mwilini. Kwa ndio maana mgonjwa wa sukari anakuwa na changamoto nyingi sana. Sawa. Na mara nyingi wateja wako ni watu gani zaidi, wanawake au wanaume? Mimi na watu wengi sana. Mimi kwa siku nikipokea kesi ndogo ni zaidi ya 100. Na mara nyingi wakati nafanya tafiti nilikusanya nikapata wengi wanawake. Lakini kila kukicha unapata sura tofauti. Kwa sababu mimi natembea, wanatembea mikoa zaidi ya 4-5, unapata sura tofauti. Kwa hiyo hasa wanawake, wanaume, watoto, lakini wanawake wameathirika sana. Na ningependa kufahamu, katika umesema unatembea mikoa tofauti, ni wewe unatembea katika kutoa huduma au katika utafiti pia? Utafiti nilishafunga, kwa utafiti nilifunga miaka hiyo. Sasa hivi na kusoma tabia za mazingira. Tabia za uelewa za mazingira, lazima usome hiyo kitu. Kwa hiyo ndio inanisaidia sana na inanifanya sana nitembee mikoa. Lakini vile vile hali ya hewa na nchi tofauti. So mtu wa Kongo huwezi kulinganisha na mtu wa Tanzania. Mtu wa Kenya huwezi kulinganisha na mtu wa Tanzania. Mtu wa Msumbiji huwezi kulinganisha na mtu wa Tanzania. Mtu wa Mozambiki huwezi kulinganisha na mtu wa Tanzania. Mtu wa Arabuni huwezi kulinganisha na mtu wa Tanzania. Kwa hiyo watu wako tofauti. Kwa hiyo kwa namna hiyo unapotembea kusoma tabia za nchi na mazingira, ni inakusaidia wewe katika utengenezaji wa dawa na tiba? Inanisaidia kuelewa, kwanza uelewa wa raia husika, changamoto zao, nini ufanye ili utatue changamoto zao.